Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji ambaye unaweza kusikia sauti hii, ningependa kuchukua nafasi hii siku ya leo kukukaribisha ili tukaweze kuangalia mambo mawili matatu kupitia neno la Mungu. Kwanza, ningependa kuchukua nafasi hii kukuambia jambo ya kwamba kitabu cha uzima cha mwana kondoo ama kitabu cha Bwana, kitabu ambaye ni cha Mungu wetu. Kwa nini ni ya muhimu upatikane pale? Kwa sababu kama vile unavyojua, Biblia inaonyesha wazi kabisa, neno la Mungu, ya kwamba kuna vitabu na kuna kitabu cha uzima. Kuna vitabu na kuna kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na Biblia inaonyesha wazi kabisa ya kwamba wale wataweza kuokolewa ni wale tu ambaye majina yao yatapatikana katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa hivyo Mkristo mwenzangu, wewe ambao umekubali ukaamini Mungu, ukakubali jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, kila mara uko na wajibu. Na nataka nikuonyeshe kupitia neno la Mungu, ili ndugu yangu na dada yangu, wewe ambao unatamani siku moja ukaone Yesu Kristo, ama ukarithi ufalme wa Mungu, ama ukaingie katika Yerusalemu mpya, ya kwamba kila mara uko na wajibu wa kufanya. Kwa sababu jina lako linapoingia katika kitabu cha mwana kondoo wa Mungu, kila mara, kila wakati, kila mtembeo wako, unafaa uweze kujua ya kwamba uko na wajibu wa kutii Mungu, wa kuenenda jinsi Mungu anavyotaka, kuwa mwaminifu kwake yeye aliyekupa neema hiyo, ili jina lako kila mara libaki katika kitabu kile. Kwa sababu ukiangalia, Biblia inaonyesha wazi kabisa, neno la Mungu, ya kwamba katika siku za mwisho, anatuonyesha wazi kabisa katika siku za mwisho matokeo ambayo yatakuwa katika ulimwengu huu ambao sisi tuko, ya kwamba itafika wakati kutakuwa na matokeo fulani, lakini kile kitajalisha ni kwamba jina lako likapatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa nini? Kwa sababu anasema, nakumbuka mtumishi wa Mungu Danieli alikuwa nabii wa nyakati ya mwisho. Kwa sababu mtumishi wa Mungu Danieli, Mungu aliweza kumfunulia matokeo ambayo yangeweza kutokea siku za mwisho.
na akanakili katika maandishi yake ili sisi Wakristo wa sasa tujue yale ambao Mungu amepanga ama yale Mungu ametuambia yatatokezea katika siku za mwisho. Na sitaki usahau matokeo ambayo Danieli aliona. Pia Yesu, Bwana wetu Yesu alipokuja, aliweza kuyataja. Na tutaangalia katika masuala haya mawili yale mtumishi Danieli aliweza kusema kupitia ufunuo, na yale Mungu aliweza kumfunulia siku zile, na yale Yesu alituambia yatatokezea katika siku za mwisho. Ili uweze kugundua kwa nini ni ya muhimu wewe kama Mkristo, wewe kama binadamu ambaye uko juu ya nchi, ambao uko duniani kwa sasa, kwa nini ni ya muhimu sana majina yako yakaweze kupatikana katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo? Kwa sababu ni wale tu ambaye majina yao yatapatikana katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo, Mungu ataweza kuwaepusha na kuwachukua. Dunia inapopitia shida na shida zaidi na zaidi, kama vile unajua ya kwamba kutakuwa na dhiki mpaka dhiki kuu. Ili uweze kujua ya kwamba neema ambaye Mungu alikupa ili jina lako lipatikane katika kitabu cha Mwana-Kondoo si jambo la kuchezea, ni jambo la kujukumika zaidi, ili jina lako likaweze kubaki katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Danieli 12 unaona mambo kadhaa. Kwa mfano, anasema Danieli 12:1, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwapo taifa, hata wakati huo huo, na wakati huo watu wako wataokolewa. Na napenda neno hili. Anaonyesha kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na shida sana katika dunia hii, lakini nafurahia anaposema ya kwamba ijapokuwa kutakuwa na shida na matatizo mengi sana katika dunia hii, ya kwamba mtumishi wa Mungu Danieli aliweza kuona watu fulani ambao wanaokolewa. Haleluya! Na inapendeza sana kwa sababu anasema, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ijapokuwa kutakuwa na shida nyingi katika dunia hii nyakati hizi za mwisho, ya kwamba kuna jambo moja tu litajalisha. Je, majina yako yanapatikana katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo? Sababu hapa mtumishi wa Mungu Danieli anasema kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Haitajalisha masomo yako, haitajalisha uko na pesa kiasi gani katika siku hiyo, haitajalisha uko na sura ya aina gani, haitajalisha uko na cheo duniani ya aina gani, haitajalisha kwamba uko na ma PhD ngapi, lakini kuna kitu kimoja tu peke yake kitajalisha. Je, jina lako liko katika kitabu kile, kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo? Itajalisha, je, wakati Mungu atakuja kuokoa watu na mashida,
ambayo yamekusudiwa kutendeka zaidi na zaidi katika dunia hii. Kitajalisha tu, je, majina yako wewe yamehifadhiwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo? Hiyo pekee ndio itajalisha. Na anasema tena, wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi. Haleluya! Na nafurahia hii. Danieli anaona mambo mawili hapa. Moja, Danieli anaona ya kwamba kutakuwa na shida katika dunia hii, shida ambayo haijawahi kuwa hapo mbele, taabu na taabu. Lakini hapo hapo pia Danieli anaona watu ambayo wanaokolewa, haikujalisha walikuwa na majina aina gani, walikuwa wa kabila gani, walikuwa warefu wafupi, walikuwa wamesoma wajasoma. Anaona tu wale ambao watakaookolewa ni wale ambao majina yao yako katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Maana anasema, na kila mtu ambaye jina lake litapatikana katika kile kitabu ataokolewa. Jambo la pili anaweza kuona tena, anasema, na wengi wa hao narudia hapa, anasema tena, wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamuka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Danieli pia anaona jambo lingine hapa. Anaona pia wale ambao walilala, wale ambao walikuwa wamekufa. Aliona ufufuo, lakini katika huu ufufuo Danieli aliweza kuona, ambaye Mungu alimfunulia, aliona makundi mangapi? Mawili. Anasema, na narudia tena, wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamuka, wengine wapate uzima wa milele. Haleluya! Sikia vile anasema, aliona wengine ambao wamelala katika mavumbi ya nchi wakiamushwa, katika njia nyingine wakifufuliwa na kuweza kupokea uzima wa milele. Na anasema wengine aibu na kudharauliwa milele. Aliona vikundi viwili. Aliona wengine wakiamuka, wengine wakachukuliwa katika uzima wa milele, na wengine aibu ya milele na milele. Kwa hivyo aliona vikundi viwili. Aliona wale ambao majina yao yalipatikana katika kitabu cha uzima wakiokolewa, na pia akaona wale ambao walifufuliwa kutoka kwa wafu na wakapewa uzima wa milele, na wengine wakapata aibu ya kudharauliwa ama kilio milele na milele. Kwa hivyo, ndugu na dada yangu, ningependa uangalie masuala haya. Kwa nini ni ya muhimu sana jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima? Ya pili, kwa nini ni ya muhimu utakapofufuliwa uwe kati ya wale ambao watachukuliwa na kupata uzima wa milele, sio aibu na kudharauliwa milele. Kwa hivyo kimsingi kile Danieli anaona ni yale yameandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana, unagundua pia mtumishi wa Mungu Yohana aliweza kuona masuala haya. Katika kitabu cha Ufunuo anasema 20 mstari wa 4, anasema, kisha nikaona viti vya enzi, wameketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai. Haleluya!
wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Pia mtumishi wa Mungu hapa Yohana, katika ufunuo ambaye Mungu aliweza kumpa, aliweza pia kuona ya kwamba ufufuo umegawanywa mara mbili. Moja, anasema ya kwamba aliona wale wafu, na narudia, anasema kisha nikaona viti vya enzi wameketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hawa ni wagani? Wale ambao walikuwa waaminifu kwa Kristo. Unaona, pia Yohana anaona ufufuo wa wafu wa waaminifu, kama vile Danieli anaona ufufuo wa wafu, wengine wakienda katika uzima wa milele. Na pia anaona hapa, huyu mtumishi wa Mungu anasema huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Umuhimu wa majina yako yapatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ni jambo la muhimu ya kwamba majina yangu, majina yako, majina yetu yapatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Tutaweza kurithi baraka na uzima ambaye Mungu ameweka kwa ajili ya wale wote ambaye watakuwa waaminifu kwake, ambaye majina yao yatapatikana katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. 7 anasema katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 7, anasema na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu. Sikia ndugu yangu, Biblia inaonyesha wazi kabisa ya kwamba ni ya muhimu sana majina yetu yapatikane katika kitabu cha uzima. Na nikiruka mpaka 11, anasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na nilianza kusema ya kwamba kuna vitabu na kitabu. Kwa nini ni ya muhimu majina yako yapatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo? Anasema kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Haleluya. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo, na nataka upigilie mstari neno hili, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ndugu yangu, nilianza kwa kusema ya kwamba kwa nini ni ya muhimu jina lako wewe, jina langu mimi, jina letu sisi,
majina kwa nini ni ya muhimu yapatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa sababu hapa anasema, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Tukiendelea, nataka uangalie umuhimu wa majina yako kupatikana katika kitabu cha uzima. Anasema katika kitabu cha Kutoka, tusikie hapa vile Mungu aliambia Musa wakati Mungu alitoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya adui, nchi ya Misri, katika utumwa mgumu, kwa nguvu na mamlaka na uwezo wa ajabu. Ijapokuwa Mungu aliwatoa katika nchi hiyo, kuna mambo kadhaa tunafaa tujifunze hapa kuhusu kitabu cha uzima. Mtumishi wa Mungu Musa, ukisoma katika kitabu cha Kutoka 32 mstari wake ni wa 31, mtumishi wa Mungu Musa anasema, akiongea, Musa akarejea kwa Bwana. Musa akarejea kwa Bwana akasema, aha, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa nakumbuka historia hii, wana wa Israeli wakati Musa alienda na akachelewa, waliweza kutengeneza sanamu ili wakaweze kuabudu na kuacha kuabudu Mungu, kwa sababu Musa alikawia, na jambo hili ikakuwa kosa kubwa sana. Na Musa hapa akaambia Bwana, aha, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichokiandika. Musa aliambia Mungu, hawa watu wamekutendea dhambi kwa kutengeneza sanamu ya dhahabu ama miungu ya dhahabu. Lakini Mungu, ikiwa hutawasamehe, naomba kama Musa ya kwamba ufute majina yangu katika kitabu chako ulichokiandika. Lakini nataka ujifunze mambo kadhaa hapa. Mungu alimjibu nini Musa? Sababu Musa aliona watu wamekosa, na aliweza kuambia Mungu, ikiwa hutawasamehe hawa watu, heri hata na mimi uondoe majina yangu katika kitabu chako. Lakini Mungu anamjibu nini Musa? Anamwambia, Bwana akamwambia, na kuna mambo kadhaa tunafaa tujifunze hapa. Ni nini kitasababisha majina yako yakafutwe kutoka katika kitabu cha uzima? Nataka ujifunze mambo hapa kadhaa. Moja, jina lako likiwa katika kitabu cha uzima, je, ni nini ambayo inaweza kusababisha wewe kuondolewa katika kitabu cha uzima? Anasema, Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaonyesha ya kwamba ukimtendea dhambi na uondoke katika mapenzi yake na uende pande ile nyingine, majina yako yataondolewa katika kitabu cha uzima. Na tulianza kwa kusema, ikiwa majina yako yatabaki katika kitabu cha uzima, ndiye utaweza kuokolewa. Lakini ikiwa jina lako litaondolewa katika kitabu cha uzima, sahau wokovu. Kwa hivyo ni ya muhimu kama Wakristo tuelewe, kwa sababu mara nyingi Wakristo tunadhania majina yetu yako katika kitabu cha uzima, lakini unagundua ya kwamba hakuna vile unaweza kuenda kwa dhambi, kusama kwa dhambi,
na majina yako yabaki katika kitabu cha uzima. Na tutakapoendelea utaona Yesu anaponena mahali, na kupitia mahali hapo utagundua ya kwamba kwa nini ni ya muhimu tuwe waaminifu mpaka mwisho, ili majina yetu yakazidi kubaki katika kitabu cha uzima. Kwa sababu hata kama umeandikwa katika kitabu cha uzima, ulipotubu dhambi zako na kuomba msamaha Mungu, ukaamini Mungu kupitia Yesu Kristo, ukawacha dhambi zako, majina yako yakaandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Tena ukarejea katika mwenendo wako wa kwanza, ukarejea ukazama katika dhambi, inakuonyesha wazi ya kwamba majina yako yataondolewa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Maana Mungu anaambia nini Musa? Musa alitamani aondolewe kwa kitabu cha uzima cha Mungu, lakini Mungu akaonyesha hapana, wale ambao wataondolewa katika kitabu hiki ni waasi ambao wanaasi imani. Ni wale ambao baada ya kuonja uzuri wa Mungu wanawacha na kurudi nyuma tena. Wakisalia pale bila kurudi kwa Mungu na kujitenga na uovu, majina yao hayatapatikana katika kitabu cha uzima. Lakini ikiwa watakuwa waaminifu kwa Mungu mpaka mwisho, kwa kunyenyekea, kwa kuishi maisha ya toba, kwa sababu dhambi inakusababisha uondolewe katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa hivyo ikiwa utaishi maisha ya kutubu dhambi zako kila wakati na kunyenyekea kwa Mungu na kuishi jinsi Mungu anataka, majina yako yatahifadhiwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na wewe ndiye utakaye kuwa kati ya wachache ambaye majina yao yatapatikana katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na tulianza kwa kuangalia ya kwamba wale wote ambao majina yao yatapatikana katika kitabu cha mwana kondoo wataweza kuokolewa. Kwa hivyo tulianza kwa kuona ya kwamba haitajalisha pesa ulio nayo, masomo ulio nayo, kala ulio nayo, marafiki ulio nayo, kile kitajalisha, je, majina yako katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo? Ndiposa nikasoma andiko hili ili usikie vile Mungu aliambia Musa katika kitabu cha Kutoka 32:33. Anasema Kutoka 32 verse number 33, anasema Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Haleluya. Hebu imagine Mungu akufute kutoka katika kitabu chake. Unaona kwa nini dhambi ni hatari sana? Inaweza kusababisha uondolewe katika kitabu cha uzima. Na ndiyo sababu ukigundua, ukiangalia vizuri, kwa nini neema ambayo Yesu alituletea ni ya muhimu? Kwa nini neema ambayo Mungu alituletea ni ya muhimu? Alipomtuma Yesu afe msalabani ili sisi tuweze kupata nafasi ya majina yetu kuingia katika kitabu cha Mungu, kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na ukigundua hivyo siku ya leo, utaona umuhimu ya kushukuru Mungu sana kwa ajili ya wokovu. Number 1, hiyo. Number 2, utaona umuhimu ya kuwa mwaminifu hata kifo, muradi tu majina yako ibaki katika uzima, katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Utagundua ya kwamba hakuna jambo lingine, hakuna wokovu unaopatikana kwa mwingine yeyote
kwa sababu wokovu ni kupitia majina yako kupatikana katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Kwa hivyo hakuna wokovu kwa mwingine yeyote duniani ama mahali popote juu angani, kila mahali, isipokuwa wokovu kupitia kwa damu ya Yesu pale msalabani, ili majina yako yakaweze kuhifadhiwa katika kitabu cha mwana-kondoo. Na uwezi ukachukulia wokovu wako tena kimsaha, na uwezi taka tena kukosa majina yako hapa. In fact, utachukia dhambi sana, kwa sababu dhambi itakusababisha jina lako litoke katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Itakusababisha pia, kama umetoka na unajua wokovu ni kupitia wale ambao majina yao wako katika kitabu cha Mungu cha uzima, utakimbia mbio bila kukawia. Utajua, kumbe nimekuwa nikicheza na maisha yangu ninapo sita kule na kutosikia Mungu, ninapoambiwa kuhusu injili na ninachukua tu kimsaha. Kumbe injili ni ya muhimu, kwa sababu injili ni wokovu. Kwa nini? Kwa sababu unapotubu dhambi zako kupitia jina la Yesu Kristo, kupitia kuomba msamaha Mungu dhambi zako ambao umemtendea yeye, sasa majina yako yanaweza kuhifadhiwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Unaona uzuri? Unaona wokovu vile inapatikana? Na pia nimekuonyesha kwamba ikiwa utakosa kutii Mungu kama vile wandugu zetu wa kitambo walikosa kutii, ijapokuwa Mungu aliwatoa katika nchi ya shida kwa uwezo na mamlaka, akawaambia kila mara inafaa muwe waangalifu kutenda, kuishi jinsi navyotaka. Kila mara mkiwa waangalifu katika njia nyingine, majina yenu yatabaki katika uzima wa mwana majina yenu yatabaki katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Lakini ikiwa mtakaidi na kukataa, Mungu anaonyesha kwamba kumbe atang'oa majina yao katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Na ningependa uangalie kitabu cha Ufunuo. Nataka tuangalie kitabu cha Ufunuo 3 mstari wake wa 4. Tuangalie Yesu alinena nini kuhusu majina yetu kupatikana katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Number 1, ukisoma Biblia katika kitabu cha Ufunuo, unagundua Yesu alimtuma mtumishi wake Yohana kwa makanisa 7. Na katika makanisa haya 7 tunajifunza mambo makuu sana. Kwa mfano, kanisa hili la Sardi, Yesu alipoongea kuhusu kanisa ambayo ilikuwa kama wewe, kanisa la Sardi ambao lilikuwa linajua Mungu, ambaye lilikuwa limeamini na limetambua kuhusu Mungu, lakini Yesu aliweza kushauri kanisa hili. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 1, nasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika haya, ndio anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Angalia Yesu akinena kuhusu kanisa hili, anaambia kanisa la Sardi ya kwamba wewe uko na jina kuwa uko hai. Vile unajiona unaona kuwa uko hai, lakini kulingana na Yesu anasema umekufa. Kwa nini Yesu anamwambia umekufa? Sikiza vile anasema, uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Sikiza vile anaambia kanisa hili,
kulingana na mtazamo wa Bwana wetu Yesu kwa kanisa hili, aliona kuna kasoro kwa kanisa hili. Ijapokuwa kanisa hili linajikiri kuwa liko hai, lakini kulingana na Mungu aliona hapana, kanisa hili haliko hai, kwa sababu hakuona ya kwamba kama matendo yake yalikuwa yametimilika mbele za Mungu. Anasema, basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Sikiza, yashike hayo na kutubu. Akishauri kanisa hili, kutubu ni kumaanisha kuomba msamaha yale ambayo umekosea, yale ambayo hayaendi sawa kati yako na Mungu, yale unamkosea. Kutubu ni kumaanisha unakubali umekuwa mkosaji, unaomba msamaha yeye ambaye umemkosea, ambaye hujaenenda kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo Yesu anaambia kanisa hili, ijapokuwa haujaenenda kwa mapenzi yangu, nakupa nafasi ya kuomba msamaha, kutubu katika jina, ili jina lako likaweze kurudi katika kitabu cha uzima. Lakini ukiishi bila kutubu, bila kuomba msamaha makosa yako, ni kumaanisha majina yako hayawezi kubaki katika kitabu hiki cha uzima. Akishauri kanisa, akielekeza kanisa, kwa sababu yeye hapendi watu waangamie. Ni mapenzi yake watu wakaweze kuokolewa. Sikia vile anasema 4, lakini unayo majina. Na napenda hapa ndugu msikilizaji, na napenda hapa ndugu yangu na dada yangu, kwa sababu kupitia andiko hili tunajifunza mambo makuu sana. Kwa nini ni ya muhimu uwe mwaminifu kwake? Anasema, lakini unayo majina machache katika Sardi, haleluya, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami, hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yesu anasema, ijapokuwa kuna shida katika kanisa la Sardi, kwa mtazamo ama vile Mungu alikuwa akiona, Bwana wetu Yesu alikuwa akiona, aliona ijapokuwa kulikuwa na shida, kulikuwa na watu wachache ambaye ni waaminifu kwake. Anakiri waziwazi kabisa umuhimu wa majina yako kuwa katika kitabu cha uzima. Anaonyesha wazi kabisa, atakiri, atasimama na wewe, hawezi kukukana, kwa sababu umekuwa mwaminifu kwake. Haleluya, hii inapendeza sana. Kwa sababu umekuwa mwaminifu kwake, yeye pia kwa upande wake anakuwa mwaminifu, kwa sababu ni Mungu wa haki, si mdhalimu. Ni Mungu ambaye ulipa watu kulingana na yale wametenda. Ni Mungu ulipa watu mishahara kulingana na matendo yao. Sasa kanisa hili lilichagua watu wachache. Katika kanisa hili walikuwa wamemchagua yeye. Katika njia nyingine walijua uzuri, urembo, utamu wa majina yao kuwa katika kitabu cha uzima, na ndiposa wakawa waaminifu kwa yeye. Ijapokuwa wengine walikuwa wamekuwa corrupt, walijinena kuwa wako hai na kumbe wamekufa. Lakini hawa wachache walijua uzuri wa kusimama na kuwa waaminifu kwa Mungu. Sasa naye hapa anakuja kabisa kwa nguvu akisema, lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasiotia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami, hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Haleluya! Hii inapendezaje? Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe. Na napenda hili vile anajitokeza na kusema, Yesu Bwana wetu hapa akishuhudia wale ambao ni waaminifu kwake kile atafanya. Anasema yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Haleluya! Ni nini ingine unatafuta? Angalia vile anakuja na ushujaa mkuu kukiri hapa ya kwamba ukikuwa mwaminifu kwake hawezi akakutupa. Angalia utamu, urembo,
wa kuwa na Yesu, wa kuwa mwaminifu kwa Yesu. Hii inapendeza sana. Anakiri, anasema kamwe sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Sikia urembo, sikia utamu, sikia wokovu. Na pale tulisema, hapa anasema sitalifuta jina lake katika kitabu cha uzima. Na pale tumesoma anasema wale ambaye majina yao yatapatikana katika kitabu cha uzima wataokolewa. Angalia urembo, angalia uzuri, angalia mali siri iko ili uweze kuokolewa. Ni kuwa mwaminifu kwake mpaka kifo. Alisema uwe mwaminifu kwangu bila kunikana, na mimi sitakukana. Na hakika anaonyesha kupitia neno lake ya kwamba ukiwa mwaminifu kwake hawezi akakukana. Atasimama na kukiri mbele ya Baba yake, na majina yako hayawezi yakafutwa kutoka katika kitabu cha uzima. Na pale anapoongea na Musa anasema wale pekee ambaye wamenitenda dhambi ndiyo nitawaondoa katika kitabu changu cha uzima. Lakini hapa anaonyesha urembo na uzuri, kama vile Musa alitamani aondolewe katika kitabu cha Mungu, na Mungu akamwambia no. Wale pekee nitawatoa ni wale wamenitenda dhambi. Na hapa unaona anaambia kanisa la Sardi, uko na jina kuwa uko hai lakini umekufa. Katika nyingine unafikiria umeandikwa katika kitabu cha uzima lakini yuko. Lakini kwa hawa wachache anawakiri. Bwana Yesu asifiwe. Angalia vile yapendeza majina yako yapatikane katika kitabu cha uzima. Na tunapoendelea hivi utagundua leo kwa nini ni ya muhimu kama kanisa kujitenga na dhambi. Utagundua leo kwa nini ni ya muhimu kuishi maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu, maisha ambayo mtu umejitenga na dhambi. Na hata ukijipata umetenda dhambi, uwezi compromise dhambi. Utajua hiyo ndio adui yako, na kila mara utafuata shauri hili ya kwamba nakushauri ukaweze kutubu, ukarekebishe mambo ambayo si sawa, ukarekebishe. Kila mara utakumbuka kile Yesu alisema alipoambia kanisa hili, nakupa nafasi kabla mlango ijafungwa, rekebisha mambo. Unaona huo urembo? Tunapoendelea kitabu cha Ufunuo 13 anasema, na tuko pale tu, umuhimu ya majina yako yapatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. 13:8 anasema hivi, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia. Watamsujudia nani huyu? Kumbuka ukisoma kitabu cha Ufunuo 13:1 na kuendelea, anaongea kuhusu mnyama, anaongea kuhusu mpinga Kristo, anaongea kuhusu ibilisi ambaye anampa mamlaka yake yule mnyama. Na ukifika 8 anasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia, kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Sikiza, watamsujudia nani huyu? Wale ambao majina yao hayatapatikana katika kitabu cha uzima hawatakuwa na uwezo wa kukosa kumsujudia yule ibilisi na mnyama. Katika njia nyingine, wote watajisalimisha kwa kumwabudu, maana majina yao hayako katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo.
ili hali tu wale ambao majina yao yatakuwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo watakuwa na uwezo wa kukataa na kusema sisi hatutaabudu mwingine isipokuwa yeye. Haleluya! Urembo na uzuri ya majina yako kupatikana katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa nini? Biblia inaonyesha wazi katika kitabu cha Ufunuo 17:8 anasema, yule mnyama uliyemwona, yule mnyama uliyemwona alikuweko, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu, na hao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima, tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu, watastaajabu wamwonapo yule mnyama, ya kwamba alikuweko naye hayuko, naye atakuweko. Sikia, hapo ndipo penye akili zenye hekima. Sikia vile nasema, nimejua kwa nini ni ya muhimu jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Angalia 20:15 vile anasema, na tuko pale pale kwa nini ya umuhimu majina yako yapatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ikiwa majina lako alitapatikana katika kitabu cha uzima, hatima yako ni moto. Na unajua ni nini inafanyika ili majina yako yasipatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo? Moja, no wonder anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wake ni wa 30, ya kwamba zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza, anawaambia, anawaeleza watu wote, kila mahali, kila kabila, uwe mzungu, uwe Mwafrika, mrefu, mfupi, kila mtu aliye hai anaagizwa na Mungu kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume 17:30, ya kwamba zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza wanadamu wote kila mahali wakaweze kutubu, kwa sababu ameweka siku atakaye wahukumu walimwengu. Unaona kwa nini mambo haya ni serious? Umepewa nafasi, uwe mweusi, uwe mwekundu, uwe mfupi, uwe mrefu, uwe na dhambi hata kiasi gani. Anapomleta Yesu, anakupa nafasi ya kutubu. Katika njia nyingine, anakupa nafasi ya jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, ikiwa mradi tu utatii neno hilo na kutubu na kuacha dhambi. Majina yako yatanakiliwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Lakini ukikataa, majina yako hayawezi nakiliwa kwa kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa nini? Anasema, nendeni mkahubirie wanadamu wote ulimwenguni. Wale watakaoamini na kubatizwa, katika nyingine kukubali kutubu dhambi zao, wataweza kuokolewa. Katika nyingine, majina yao yataingizwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ili waokolewe. Na wale wote watakaokosa kuamini, kukubali, watakatalia ng'ambo hiyo ambao Mungu anataka kuwaokoa, awalete pande hii wakaweze kuokolewa, wataangamia kwa kutotii neno la Mungu. Na kuambia umuhimu wa jina lako ipatikane katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Hapa umesikia. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Umuhimu wa majina yako ipatikane katika kitabu cha uzima. Hapana poteza wakati. Kimbia kwa Yesu. Tubu dhambi zako kwa Mungu. Kubali
kutii Mungu na kuwa mwaminifu kwake mpaka kifo, kama ikiwezekana. Si hata kama ikiwezekana, nasema uwe mwaminifu kwake kabisa, hata kama itakugharimu maisha yako, muradi majina yako yabaki wapi? Kwa kitabu cha uzima. Kwa nini alisema hayo? Alijua umuhimu, na ndiposa akasema mtachukiwa kwa ajili yangu, muwe waaminifu mpaka kifo. Sababu alijua ya nini umpinge ama umkane, na ukimkana atakukana. Kwa hivyo uwe mwaminifu hata kama itakugharimu nini, muradi majina yako yabaki katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Angalia utamu, wewe ndugu yangu, wewe dada yangu, angalia uzuri ya majina yako kubaki katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kitabu cha Ufunuo 21 mstari wake 27. Sikia vile anasema. Anasema, na ndani yake, ukisoma kitabu cha Ufunuo 21, anaongea kuhusu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka kwa Baba, Yerusalemu makao ya wenye haki, Yerusalemu mji wa Mungu ukishuka kutoka mbinguni, Yerusalemu makao ya walio mkubali Yesu Kristo na kuwa waaminifu kwake, Yerusalemu makao ya milele ya wenye haki, Yerusalemu tunaye tamani ya kwamba siku moja tutaingia pale, mradi tu tuwe waaminifu kwake, mradi tu majina yetu yapatikane katika kitabu cha uzima. Hebu sikia vile anasema 21:27, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Sikiza, Yerusalemu makao ya wenye haki, hakuna kitu kiofu kitakaoweza kuingia mahali pale, ijapokuwa tu wenye haki, sio vitu vinyonge. Anasema nini? Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uovu, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Niko na swali kwako. Kwa nini unabaki kwa dhambi? Kwa nini unafurahia dhambi? Kwa nini unashangilia dhambi? Kwa nini unaogelea kwa dhambi, ili hali dhambi itakusababisha ukose kuingia Yerusalemu? Ni wakati wako sasa, si kesho, sasa kutubu na kukimbia kama bado kuna nafasi. Kwa nini umisi Yerusalemu mpya, ambaye ni mji wa wasio wanyonge, ni mji ya wenye haki, ni mji ambaye hakuna, na narudia, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, na wala yeye afanyaye machukizo. Je, ni machukizo mangapi unafanya dhidi ya Mungu na kujidanganya kama kanisa la Sardi, ambaye walikuwa wakidai ya kwamba wako sawa, ilhali walikuwa na shida nyingi. Walikuwa wakidai sisi ni wa kuingia Yerusalemu, ilhali Yesu akiwaangalia aliona only the few, wachache ambao walikuwa na qualify kuingia Yerusalemu mpya, na anakiri ya kwamba hao wachache, Mungu wetu atembei na wingi wa watu, anatembea na waaminifu kwake, sio wingi wa watu. Mungu wetu ni Mungu aangalii wingi wa watu, anaangalia walio waaminifu kwake, na anakiri waziwazi mbele kabisa, akitoka na nguvu nyingi kusema hawa waaminifu kwangu, siwezi nikafuta majina yao katika kitabu cha uzima. Lakini watu wanyonge, waongo hapa, waasherati hapa, wezi hapa, wanayependa kutenda matendo yasiyo ya haki, anaonyesha wazi kabisa, na ndani yake hataingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uovu na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, katika nini? Walio
kutembea kwa utakatifu. Utakatifu ni ya muhimu. Najua wengi hawataki kusikia kuhusu utakatifu, maana ibilisi amewadanganya ya kwamba mtaweza kuqualify na kuingia mbinguni kwa njia ya uongo. Na kuambia leo, na nimesoma maandiko haya, ya kwamba umejisikilia mwenyewe. Usipokuwa mwaminifu na kujitenga kwa uovu, hauoni Yerusalemu. Hata kama unatoa sadaka kubwa, hata kama unaimba na kuruka, hata kama unaomba na kutoa machozi, hata kama unafanya chochote kile unafanya, hata kama unatoa mali zako na kujenga kanisa, ukiwa katika tabia hii ya unyonge, hautarithi ufalme wa mbinguni. Unaona sasa umuhimu ya kuishi katika maisha ya utakatifu. Ndugu yangu, kata shauri leo kwa kukimbia mbio bila aibu, bila kukawia, mradi bado kuna nafasi. Sababu kumbuka, neema hii haiwezi kadumu milele. Kumbuka, kama watu wa mataifa, muda wetu unakuwa mchache sana sasa, ya kwamba wakati wowote neema yetu sisi inafungwa na Mungu anaenda kuokoa wana wa Israeli, kama vile anavyosema katika kitabu cha Warumi. Tuangalie katika kitabu cha Warumi ili uone wazi kabisa ya kwamba muda ni mchache kwetu sisi. Anasema nini kwa Warumi? Angalia vile anasema, ili uweze kutambua ya kwamba muda wetu ni mchache. Ili uweze kugundua muda wetu ni mchache. Ili ugundue ya kwamba muda wetu ni mchache. Angalia vile anasema kuhusu watu wa mataifa. Tafuta andiko hili ambaye anaongea kuhusu wale watakaookolewa. Anasema katika kitabu cha Warumi 11:25 anasema hivi: kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli. Sikia vile anasema mtumishi wa Mungu Paulo akiongea na watu wa mataifa, ama katika nyingine Warumi, anasema kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli, mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Sikia, mpaka utimilifu wa mataifa uwasili, hivyo Israeli wote wataokoka, kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka katika Sayuni, atamtenga Yakobo na maasi yake. Na hili ndilo agano langu nao, nitakapowaondolea dhambi zao. Basi kwa habari ya Injili wamekuwa adui kwa ajili yenu, bali kwa habari ya kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu. Sikiza, wakati mataifa hesabu yao itajaa, sasa Mungu wetu, neema yetu kama watu wa mataifa ikiisha, sasa Mungu atafocus na kuokoa Waisraeli kama vile aliahidi babu zetu ama babu zao, Abraham, Isaac na Yakobo.
Kwa hivyo kumbuka, ulifunguliwa tu mlango, wewe ambaye ni mzabibu mwitu, ukaingie. Kwa hivyo neema hii haiwezi dumu milele yote. Kwa hivyo tumia wakati huu vizuri kwa kukimbia kwake Yesu, kwa kutubu dhambi zako, kwa kumlilia kusamehe. Na ameahidi akasema, ukiomba msamaha atakusamehe. Shalom, shalom.